Karibu Ayo TV, mimi naitwa Steve TZA na leo ni siku nzuri kabisa ambapo Tanzania ama taifa la Tanzania likisherehekea maisha ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye alifariki Oktoba 14 mwaka 1999 na leo anatimiza miaka 26. Ayo TV pamoja na Millard Ayo tumetembelea makumbusho ya taifa hapa Posta kujionea mengi mazuri, historia ya Mwalimu Nyerere. Kuna magari, vitu mbalimbali ambavyo alikuwa anatumia enzi za uhai wake, na hapa niko na Madam Eva atatuambia mengi kuhusiana na siku ya leo, wageni waliokaribia na makumbusho kiujumla ya hapa ya taifa Posta Dar es Salaam. Kwa majina anaitwa Madam Eva Satieli, ni mhifadhi elimu makumbusho ya taifa. Siku ya leo tumefanya maadhimisho ya kutimiza miaka 26 baada ya kifo cha Mwalimu Nyerere. Kwa tupo hapa kwa ajili ya kushereheka kwa yale mazuri ambayo yameyafanya baba wa taifa. Tumejipanga vizuri kwa kushirikiana na wadau tofauti tofauti ikiwemo baadhi ya shule na watalii wengine ambao wamekuja kututembelea. Hapa anatueleza historia ya kuanzishwa kwa makumbusho ya taifa iliyopo Posta Dar es Salaam. Historia ya makumbusho hii ni makumbusho ambayo ilianzishwa na Waingereza, na kipindi hicho tulikuwa tunatawaliwa na Waingereza, na ilifunguliwa rasmi mwaka 1940. Lakini baada sasa ya kupata uhuru, Mwalimu Nyerere akafanya jitihada za kubadilisha makumbusho ile kuwa makumbusho ya Tanganyika. Alafu mwaka 1964 tulivyoungana na Zanzibar ikawa makumbusho ya taifa. Vile Madam Eva anatuelezea vitu ambavyo utaviona ukifika kwenye makumbusho hiyo ya taifa. Tunavyo vitu vingi. Baadhi ya hivyo vitu ni tuna magari ambayo aliyatumia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Pia upo udongo ambao ulichanganywa kipindi cha muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Ule udongo wenyewe ambao ulichanganywa siku ile upo unahifadhiwa katika makumbusho ya taifa. Na hapa anatuonyesha na kutuelezea gari alizokuwa anatumia baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere enzi za uhai wake. Gari ya kwanza ni gari ambayo alitumia kabla ya uhuru, ni gari ya kijani. Ni gari ambayo alikuwa anaitumia kwenye harakati ya shughuli za TANU. Najua TANU ni chama ambacho kilianza harakati zake kabla ya uhuru. Kwa hiyo Mwalimu Nyerere alikuwa anatumia ile gari, ila baadaye alikuja kupata gari nyingine ambayo ndio gari ya rangi ya kijivu. Hii ni gari ambayo baada yeye kuipata hii nyingine akawagaia baadhi ya viongozi wa TANU ili waendelee kutumia. Lakini hakuishia hapo, aliendelea bado kwenye harakati za kupambania uhuru wetu, na baadaye baada ya kupata uhuru sasa, kwa sababu sisi wa Tanzania tulipata uhuru wetu kwa amani kabisa, kwa akapewa gari aina nyingine. Hizo gari zote mbili alizokuwa anazitumia kabla ni Austin Morris. Kwa baada ya uhuru akapewa gari na gavana wa mwisho wa Tanganyika ambaye alikuwa anaitwa Sir Richard Turnbull. Yes. Kwa akampa Nyerere ile gari kama zawadi ili aendelee kuitumia, kwa sababu sisi tulipata uhuru kwa amani kabisa. Kwa Nyerere akaendelea kutumia ile gari. Kwa kipindi hicho alikuwa anaakti kama prime minister. Kwa akaendelea kuitumia ile gari, lakini baadaye baada ya kuwa rais, Malkia Elizabeth nayo sasa akasema sasa umekuwa rais, mtu mkubwa, kwa akampa gari nyingine kabisa ya kifahari ambayo ni Rolls Royce, ambayo ni modern kuliko ile aliyokuwa nayo aliyopewa na governor. Kwa akaendelea kutumia ile gari ile. Lakini hatukuishia hapo. Ipo gari nyingine ambayo ni Mercedes Benz, gari ambao wale member wa East African Community, Jumuiya ya Afrika Mashariki tunaweza kusema kwa Kiswahili, walipewa gari kama zile watumie. Kwa hiyo Tanzania, kwa sababu na sisi tulikuwa member wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na sisi gari yetu tunayo ni ile Mercedes Benz. Na Mercedes Benz ya mwisho ni gari ambayo baba taifa alipewa kama zawadi baada ya kustaafu urais. Kwa alipewa ile gari kama zawadi, na ile ndio gari ambayo ilimtoa nyumbani kwake hadi airport alivyokuwa anaumwa
kwenda kutibiwa London. Kwa bahati mbaya alifariki, hakurudi akiwa salama, lakini baada ya miaka michache mbele, mke wake ambaye ni Mama Maria Nyerere aliomba ile gari letu makumbusho kwa ajili ya kuenzi na kukuza historia ya baba wa taifa. Zipo sehemu nyingi nzuri katika makumbusho ya taifa, lakini hapa anatuelezea sehemu ambazo watu hupendelea zaidi kuziona na kuzifahamu. Sehemu ya magari watu wengi sana wanavutiwa kuitembelea wanapokuja kutembelea makumbusho ya taifa, na sehemu ambayo kuna fuvu la binadamu wa Kwale, Zinjanthropus. Ni sehemu ambao wanafunzi wengi wanapenda na wageni wengine kutoka nje na ndani ya nchi wanapenda sana kutembelea makumbusho ya taifa. Madam Eva anasema vijana hawapo nyuma kutembelea makumbusho ya taifa, hujitokeza kwa wingi kujifunza zaidi. Wengi sana wanavutiwa na wengine wanajuta kwa nini wamechelewa kujua. Kuna baadhi ya vijana wengine unakuta anakuja anakuambia, mimi nilisoma IFM lakini sijai kuja hapa, kumbe kwa na mdomo lakini nimechelewa kujua hivi vitu. Kwa hiyo wanaokuja wanahamasika sana na pia wanakuwa mabalozi wetu kwa wengine. Hapa anatuelezea faida zinazopatikana baada ya watu kutembelea kwenye makumbusho hii ya taifa. Tunaelimisha wanafunzi, hapo ndio wadau wetu wakubwa wanaokuja kututembelea. Kwa hiyo wanapokuja wanapata elimu, na wenyewe tunaamini kwamba baadaye watakuja kuwa familia ambazo zinathamini makumbusho na kuenzi utamaduni wa taifa. Changamoto ni sehemu ya matokeo popote mahala pa kazi. Anatuelezea changamoto unazokutana nazo kwenye makumbusho hii ya taifa. Changamoto zipo ambazo unaweza ukakutana na kuna wateja wengine ambao sio waadilifu, anaenda mwenyewe kule kwenye kumbi zetu alafu anaharibu baadhi ya vitu. Kwa hizo ndio changamoto. Na ukizingatia kwamba vile ni vitu ambavyo ni vya zamani, vimehifadhiwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo kinapoharibika kukipata tena inakuwa ni ngumu, haiwezekani kabisa. Madam Eva anasema huduma zao ni nzuri na bei za viingilio vyao ni rahisi zaidi. Kila mmoja Tanzania, asiwe Mtanzania, anakaribishwa kutembelea na kujifunza zaidi. Wanapokuja hapa, tunapowapa ile historia, wengi wanajifunza kupitia yale mazuri ambao aliyafanya Nyerere na wanaenda kuyaishi. Japo wapo wengine ambao wanaweza wakaja wakaondoka kama alivyo, kwa sababu binadamu hatufanani. Hapa tunatoa huduma muda wote kuanzia asubuhi saa 2:30 mpaka saa 12 jioni, siku za kazi na mpaka weekend. Ujumbe wangu kwa Watanzania wote na wanajamii wote ni kuyaishi na kuyaenzi baba wa taifa ambayo ameyafanya. Kila mtu anajua jitihada ambazo amezifanya. Kwa kila mtu kwa nafasi yake na kwa nguvu zake ajitahidi kuyafanya yale ambayo baba wa taifa aliyafanya.